Kwa neema ambayo ametukabidhi tena kukua ndani ya mahali hapo. Asante tena mchungaji wa mahali. Kwa sababu tena uliona vema tusimame mchana leo hapo. Kwa sababu najua Mungu akupermete kwa bure ni kuwe ndani ya mahali hapo. Lakini Mungu mwenyewe alikuwa anajua kwa nini aliruhusu tena leo nikuwe hapa. Ndio, kwa kweli kuna mahali ambapo siwezi kusimama kwenye madhabahu. He knows that some other places cannot stand and preach. Lakini kwa neema ya Bwana alitia ndani mwangu, Mungu aliruhusu tena nipate nafasi hapo. Through the grace that God has put. Kuna makanisa mengi zaidi unakutana vijana kama sisi wasimamaje kwenye madhabahu. So you see very many churches, it's very hard to the youth to stand and then preach the gospel. Mara mingi niko naongea na wandugu, marafiki wenzangu wa miaka na wadogo kumie yuko wananiambia wanatubania watupatie nafasi tupige neno la Bwana. His friends that are youth, they tell him, you know, we youth, they don't give us opportunity to preach. Kwa sababu kuna kitu fulani Bwana alitia ndani mwetu, lakini wazee hawaone ile kitu ambayo Mungu alitia ndani mwetu. There's something that God has put in youth, but it's very difficult for the older pastors, the church leaders to let it spring up. Wewe wanazania kama ni miaka ndio natumika, kumbe kwa miaka ni Roho Mtakatifu ndio anafanya kazi. They think that it's the age that is working, not about the age. It's all about the Spirit of God. Amen. Through them. Ndela kuwa hata niko mtoto wa miaka 10 nitahubiri kuzidia mtu wa miaka 13 au 10. As a young boy of 10 years, he can preach even powerful, more powerful than somebody with 42 years old. Yes. Because it's all about the Spirit of God. Lakini Roho Mtakatifu iko ndani mwangu, najua itakuja fanya tena kazi ndani ya mahali hapo. You know that the Holy Spirit that is in him is going to work even this morning. Na Mungu ambapo aliruhusu tusimame, najua kuna kazi mkubwa tena anakuja The afanye. Lord that allowed us to stand here, Amen, is going to accomplish his purpose. Amen. Na utaregrete wakati yako ambao You are utapitizia. not going to regret your time. Yes. You're Amen. here. Najua Mungu ambapo aliruhusu tukue, kuna kazi mkubwa atafanya You know nao. that God who allowed us to be here, he has a big work to do. Amen. Wakati niko hapa nasikia kama niko nyumbani. As he's here, he's feeling good, he's feeling as if he's at home. Nashukuru tena kwa mama. Amen. God for Mama. Kwa sababu mamangu naye jina lake Dorothy. Amen. His mother also, the name of his mother is called Dorothy. Wakati niko hapa nakuwa kama niko nyumbani. Okay. When he's here, he feels really like that. Amen. Yes. Amen. Amen. Ndio, hatutapoteza muda. So without wasting time, Acha nishukuru tena let's Mungu. just thank the Lord again. Bwana, nakushukuru na kuinua na kutukuza Thanks we live to never high. kwa ajili ya neema na kibali ambapo ananikabidhi kusimama tena ndani ya mahali, ndani ya kazi yako. Acha muda huyo kipindi mahali yote nenda kuchukua, nafasi yote nenda kuyakamata. Acha tena uwezo wako Roho Mtakatifu yapate kushuka, yapate kuonekana. Nahitaji tena mafuta, uwezo, mamlaka wako, mafuta ambapo liyomwagika juu ya ndevu ya Aroni ikashuka hata kwenye vazi lake. Acha tena mafuta yako yashuke ndani ya mahali hapo Bwana. Ewa yote ya distraction nenda kukataa. Ewa yote ya kubomoa, ya kuharibu nenda kukataa. Shimama tena wako Mtakatifu yatuongoze mahali hapo, nafasi hiyo nenda kuchukua mahali pote Masia, kwa sababu neno lako lasema mahali ambapo miguu yangu ya kanyaga wenda nipatia mahali hapo. Najua nafasi ambapo na kanyaga umekwisha kunipatia mahali, umekwisha nipatia madhabahu, umekwisha nipatia yoyote. Acha kazi lako ambapo litafanyika mchana wa leo. Onekana tena Elohim. Roho wako Mtakatifu atuongoze. Onekana tena ndani ya interpreter wangu. Acha roho ambapo itaenda kutumika nami ipate kutumika naye. Yote ya distraction, yote ya udhaifu, yote ya kumondoa ndani ya mali naenda kukataa kwa jina la Yesu. Amen. Mama, onekane Bwana. Acha roho wako atuongoze. Let your spirit lead us. Amen. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Ya tutapoteza muda, tunakosha kushukuru baraza la kanisa kwa neema ambayo alitupatia. The leader of the church. Kwa mzee aliona tena leo nishimame ndani ya mahali hapo. Decided that I stand again. Maana nakuwa sufa kwa seminari ndio tuko ndani. Like a seminar there now. Tulianza dimanche, We started last Sunday. tunaendelea leo. And then today we're gonna. Bo, na tutapoteza wakati, tutarudia mwele test yetu tulisoma tu dimanche. Let's go back a little bit on
the place where we read together. Tutarudia ndani ya Jeremie chapitre 30 verset 3. Just like Pastor Mo did, so we're going to go so back in Jeremiah 30, verse 3. Najua tutaanzia tu mwanzo, lakini kuna mahali fulani nitakwambia kwa tutakamatia fasi yetu. I know we're going to start in the beginning, but there is a place where need us to take. Jeremiah chapter 30, and then verse 3. Who's there? Somebody's there? Okay, I'm going to read. Amen. I'm reading the name of Jesus. Amen. Yes. Amen. Jeremiah chapter 30, verse 3. For, lo, the days come, said the Lord, that I will bring against the captivity of my people, Israel and Judah, said the Lord. Amen. And I will Amen. cause... Okay. Amen. Yes. Sikia sasa mahali ambapo natazi kupeleka. Look now, listen. Nilipenda tusome pale yolo. He wanted us to read up. Lakini sitazungumzia pale mwanzo. But I'm not going to talk about the act. Nitazungumzia sasa hapa kwa vingine hapa ilisema sema Bwana. And I'm going to talk where there is a comma. Manake kuanzia hapa kusema Bwana kushuka chini ndio kwenye niko naenda sasa. I'm going sasa. to go to the B part of it. That said the Lord, and then going down that way I'll be starting now. Ndio maana nilikwambia nitasoma teste lakini sitagusia kule kuteste ya juu. That's what I said, that as we read last time. I'm going to read the text, but the part A, I'm not going to talk about it. I'm going to talk the part B of it. Lakini nitashuka pale chini. So I'm going to go down. Juu kuna mahali fulani nahitaji kupeleka. So there's some place I want to take you. Kwa sababu Bwana ambapo aliniweka mahali hapo, maana kuna kitu aliweka moyoni mwangu. The God who had ordained me today to stand here. Na Bwana ambaye alinituma hapa, alinituma nikie bariki mtu mmoja magharibi ya leo. Sent him here, sent him to bless somebody. Amen. 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 Alitushukia hapo chini. Let's go down. Said the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Amen. Amen. Sikia sasa mahali ambapo nahitaji kupeleka. So listen where I want to take you. Jinsi neno la Bwana linasema. The word of God has it has said. Inasema nami nitawarudisha. And I will cause you to return. Nitawarudisha. I will make you return. Nitarudisha wanani? I will make who to return? Ni wewe ndio Mungu atarudisha. You now, God is talking to you right now. Mchungaji tuko pamoja? Pastor, are we together? Are we Tuko together, pamoja. Pastor? Are we together, Pastor? Are we together? Is that are we together on this point? Unanielewa mahali We're ndugu? going to make you to return now. Amen. Unaweza kuniingiza pale kidogo? Yeah. Amen. We're going to talk about it. It's going to make you to return. Amen. To return. Mchungaji unaweza kuniingiza pale kidogo? Do you want to comment on this? Yes. Comment. Karibu. If you want to make any Welcome. Do you We are have? ready to return. Yeah. We are ready to return. Pastor sema tuko tayari kurudia. Ndio. We are ready to return right now as we are. Inasema nitaweza kuwarejesha watu wangu. Make you and cause you to come back. Amen. Ndani ya nini atawarudisha I'm sasa? going to return you where? Bwana anasema nitarejesha watu wangu ndani ya nchi. I'll make them to return to their land. Amen. Ndani ya nchi gani? Nchi ambayo alipatia wababu zetu. Which land? The land that was given to their forefathers. Na nchi ambapo alipatiwa baba zetu ndio mahali hapo ambapo tupo saizi. And now that land that was for their forefathers is now that even we, it's our land. Nchi ambapo Bwana alitupatia ndio Marekani ambapo tuko Right tunakanyagia. now, God has given us this land where we are here and you Ni udongo ya Marekani ambapo tuko tunakanyagia. is the land we are stepping on, the USA, the Lord has given us. Amen. Baba zetu walitutangulia mbele. Our forefathers, those ones who came before us, Hawakuona kitu. they did not see nothing. Lakini tena Bwana anakuja kuzungumza na nabii God Yeremia. has come now to talk through the prophets. Anasema nitawarudishia tena ndani ya nchi He's zenu. talking through Jeremiah, saying that I'm going to take you back again to your lands. Na utakuja kuyamiliki. And then you are going to believe. Kama hivyo nilikuwa Afrika. Just as he was in Africa, Pale haikukuwa nafasi pangu. it was not his place. Lakini nafasi yangu ilikuwa Marekani. His place was here. Kwa sababu wakati Bwana alinitoa kwa kunitoa. Because when God said to bring him, to call him, Alijua leo nitakuja Marekani. he knew that he will be here. Kwa sababu make ni nchi ambapo aliniandalia tangu zamani. It is the country the Lord planned for him since then.
Kama hivyo leo kanisa nasimama ndani ya mahali hapa. As today the church right here. Ni mahali ambapo Bwana aliandaa kanisa ikuwe. The place that God designed for the church, only this church. Kama babu yako akuyaona lakini Bwana alikuwa anayaona. Forefather did not see it, but the Lord saw it. Bwana tena akasema nitakurudishia, nitakuleta ndani ya pale hiyo. The Lord said that I will bring you back and cause you to come back to that place. Akasema nitakuleta tena, nitakuketisha ndani ya mahali hapo. Come to stand there, to sit there. Bwana atakupatia na utaenda kuyamiliki. He's going to give to you. Wakati ambapo utayamiliki, when you stand there, you'll be pote ambapo utakapopita, whatever things you'll be passing. Watu wote ambapo utakapoalika, people you call them to come. Watu wote ambapo utakapoinvite ndani ya mahali, people you call, you invite them to come. Wataenda kuyasikia. They are going to come to listen. Na watakuja na wataketi ndani ya mahali. Come and then sit down. Listen. Kwa sababu ni nafasi ambapo Bwana amekwisha kupatia. The place that God has given to you. Kwa sababu ni mahali ambapo Bwana amekwisha kupatia. The place that God has given you. Bwana alisema nitakuketisha ndani ya mahali hapo. God said that I will bring you back to that place. Na kuja kuongea na kanisa. Come to talk to the church. Hii ni unabii ambapo naletea kanisa. Prophecy I'm giving. Nakumbuka wakati ambapo nilikuwa ndani ya maombi. He knew when he was praying. Bwana amezungumza nami kupitia kanisa hili. Spoke to him. Akaniambia nikwambie mchungaji usilie tena. He said that let me tell you pastor, don't cry again. Bwana analeta watu ndani ya mahali hapo. God is going to kwa sababu wakati Bwana amekupatia kanisa, manake Bwana amekupatia watu. Kwa sababu Mungu akufanya kitu kwa bure. Akikupatia kanisa na kuime watu. God has given you the church and then cannot refuse people to come. Amen. Manake Bwana analeta watu. Give you the people too. Amen. Amen. Wakati ambapo nilikuwa naomba Bwana akaniambia ninaleta watu ndani ya mahali. He said that he's calling people in the church. Amen. Mungu akanionyesha image la kanisa. And then God made him to see the image of the church. Akanionyesha kuna wababa wameketi hapa na watoto wadogo. And then he saw that there are some other people, the people here and the children also here. Amen. Wakati ambapo Bwana amenizungumzia hivyo nikasema Bwana, kitu gani ambapo nataka kunipeleka? He said, "Hey, what are you talking to me? What are you showing me?" Nikaelewa kuali ambapo tunakutana kanisa hiyo sio hali. He saw that no, the way we are here, no, it's not the right way. The other people have to come. Kwa sababu Bwana amekwisha tupatia mahali. God has given us the place. Maana wakati pote tutakwenda. No. Anytime when we go, watu wote ambapo tutatangazia injili, everybody we're going to meet, watu wote ambapo tutaita, everybody we're going to call, watakuja ndani ya mahali, come because there is a place, watakuja ndani ya nafasi, come the place, watakuja tafuta uso wa Bwana, come to seek for the face of the Lord. Ndio maana anasema mulipewa neema ya kujua mali na kujua mwingine. The Lord said that you got the grace. Wakati wote utenda kushuhudia au utenda kuhubiri mtu, anytime when you go out to preach or to evangelize, na kesho utaita huyo mtu na atakuja ndani ya mahali, call the person to come and will come to the place. Ile ni neema na kibali ambayo mliopewa, the grace that God has given us, lakini amuone na mjue leo. We are not seeing it. We are not seeing it. Leo nakuja kuambia kama nabii. So I've come to speak as a prophet now. Bwana ambapo alinituma ndani ya mahali hapo, who sent me, akunituma kwa bure. He did not send him for nothing. Lakini alikuwa anasema leo nikuletee hiyo habari. He told me to tell you, let me tell you this. Wakati wote utashuhudia, anytime when you are preaching, wakati wote utahubiri mtu, anytime when you are evangelizing, utaleta watu na watu watakuja wataketi ndani ya mahali. Preach them, you're gonna evangelize them and then call them to come over the place here. Amen. Kwa sababu ni mahali ambapo Bwana amekwisha kuandalia. It's a place that the Lord has given us. Amen. Kuna kitu ambapo linishangaza asubuhi ya leo. There's something that made me marvelous this morning. Wakati ambapo naamka ndani ya kitanda, when you raise up from sleep, namaliza kushukuru Mungu, and then after praying, namaliza kunawa, naenda ndani ya dushe na nawa, took shower, namaliza narudi tena mkitanda, and then he went back again in his bed. Kuna kuwaka mtu mmoja ananiandiaka message kila wakati wowote. There is somebody who writes to him. He's what he's writing to him a lot of messages. Wakati mingi ule bwana ananiandikiaka message sisomake message zake. When he starts writing to me, I don't read his messages because they're too long. Ama nitasoma sitaijibu. And sometimes I can read the messages he sent to me, I cannot answer. Ilifika leo wakati ambapo alinitumia message ilikuwa jana usiku. So
last night when that guy sent to him a message again, a long message. Wakati jana nikamupigia telefoni. So he decided to call the guy. Tukaanza kuongea na ule mtu. Started talking. Akaanza kuniuliza huko mtumishi wa Mungu. And then he started asking him, are you a servant of the living God? Nikamwambia hapana, mimi siko mtumishi wa Mungu. And then he decided to tell him, no, I'm not. Juu wakati wote sipendake nitikie mtu ovyo. Because most of the time he doesn't want to ask those people on the net or on Facebook or WhatsApping, answer to them immediately like that. No. Akaniambia mbona naona picha kwenye profile yako nafanaka mtu. The guy said, but on your profile I'm seeing that on your profile I'm seeing that like you are a servant of God. Niko naomba tu Mungu ndani ya moyo. He was praying in his spirit. Wakati ambapo nikamwambia huyo sio mimi. And then when he told him that it's not me. Pale akaanza kuniambia vitu vimoja hivi vikanishangaza sana. Then immediately that guy started saying something, speaking something. Nyuma nikaelewa nikasema sio mtu kwa zungumza lakini ni roho ya Bwana ndiye kwa zungumza ndani mwake. And then so finally he said that no, it's not him talking, it's God speaking through that guy. Pale nikamwitikia. And then immediately he told him, yeah. Nikamwambia hiyo picha unaona pale ni yangu. What you are saying is true. I'm the one. He's the guy. That picture is saying it's me preaching over there. Kuna jambo fulani ambapo Bwana aliniambia. So there's something God told me. Akaniambia kitu moja wakati uko ndani ya kazi ya Bwana. Where the Lord told him when you are in the work of God. Usipimake hata siku moja kukimbia kazi ya Bwana. Don't try even to run away from the work of God. Wakati ambapo unakimbia, when you run from the work of God, pale ndio kifo yako. Then you will see your death coming to you. Jesus. Nikauliza mtu jua ananiambia kijambo. So, and then that guy, the one who told him like that. Nikaelewa kitu moja. When you are working for the Lord, don't try to run away from the work of God. If you try to run away, and then you'll meet with your death. Nikaelewa kitu moja ndani ya akili yangu. He understood that. Oh man. Nikaambia Bwana, wewe mwenyewe unajua kwa nini. Thank you God, you know why you have spoken to that guy. Na ndio maana wakati nasema kanaliaka Mungu jua nini uliniita mbele ndani ya huduma. That's why he used to say, he cried to the Lord, say, God, why did you call me before the time like this? Kumbe Bwana alikuwa na mipango nani. God had his plan. Leo usione nasimama ndani ya mahali hapo. Don't see him today that's just standing here today. Ni neema ya Bwana ndio Bwana aliruhusu kuwa. Amen. Kwa sababu wakati nilikuwa mdogo nilipitia vita mingi sana. When he was very young, he passed through a lot of fights. Nilipitia shida mingi sana. He passed through a lot of problems. Kumbe Bwana alikuwa na plani na mimi. God saw it all and God had a plan. Kumbe Bwana alikuwa anajua siku moja nitafika Marekani, nitasimama nitatangaza injili. That one day you'll be in the USA. Be starting preaching the gospel. Amen. Wakati ule Bwana aliniambia jambo ndio nikaelewa nikasema ndio najua kwa nini. Told him that story now and then he came to know why. Pale nikamwambia hivi niko mu preparation nitaenda kupreach. So immediately say okay, that's good. The Lord has spoken to that guy like that. I'm doing my work. So he went on preparing his sermon for today and then ule Bwana tuliongea vitu mingi sana. He spoke a lot of stuff with that man. Lakini ile ndio ilikuwa kitu kidogo nilihitaji nikuonesha. That was a small stuff I wanted to show you. Nikwambie ndani ya maisha yako sijizarau wake hata siku moja. In your life don't despise yourself. Kwa sababu Bwana ambapo alikupatia mahali. Because God that gave you the place. Bwana ambapo alikupatia nafasi. The Lord who has given you this place. Alijua akukupatilia hayo kwa bure. He knew he did not give you for nothing. Lakini alikuwa na mipango na alikuwa na plan. But he had a plan, a purpose. Kama kanisa leo inaanza hapa. Just as the church has started here. Bwana alijua kwa nini kanisa lilianza. God knew why the church had to be here. Manake alikuwa na plani kanisa ilianza. He had a plan, all the plan. Kwa sababu anakuambia nimekwisha kukupatia mahali na nafasi. He said here I've given you the land and the place. Amekwisha kupatia mahali hapa ambapo na keti. I've given you the place where to step. Wakati ambapo taketi maana utamiliki. When you stand and sit there, you're gonna work, you're gonna prosper, you're gonna go forward. Inabidi umiliki na uketi ndani ya mahali. For you to possess the place, to get in, then to stand there. Wakati unatangaza injili. When you are proclaiming the word. Wakati unaongea na watu. When
When you are talking to the people. Wakati unaongea na taifa. When you are talking to the nation. Wakati unaongea na dunia. When you are talking to the world. Maana Mungu amekwisha kupatia. God has given you. Na kuna mtu ambapo tena kuzungumza naye aache kukuja ndani ya mahali hapo. Nobody to whom you have shared the gospel will refuse to come because kibali na neema ambapo Bwana amekupatia. The grace has given the power. Amen. Uende kutangaza injili watu watakuja ndani. Evangelize to the people. Amen. To bring them to the church. Amen. Na mbele mwaka ifike mwezi wa 6. Before even the end of this year, utaenda kuona jambo Bwana atafanya ndani ya June. People have to start coming to the church here. Amen. Amen. Flocking to the church coming. Amen. Utaenda kuona jambo Bwana atayafanya. You're going to see what the Lord is going to do for the church. Hautachunga Mungu ndo akuje kukokota watu wawalete ndani ya kanisa. You cannot send God to go over there to bring them. God himself to come from up, to come to start pulling people from out to bring them here. Hautasema niende kokotana na mtu kusudi akuje ndani ya kanisa. You're going to pull somebody by force or what? Lakini wewe ndio utaenda kwake. It's you to go just to speak. Kama hivyo nilikuambia dimanche ambapo nilikuwa hapa. Just as I told you last Sunday. Ilikuwa funguo ya 2020. It was the key for 2020. Na neema na kibali Bwana amenipatia. The grace and the power that na kuja kupatia hiyo kibali nawe. I've come again to give you that grace again. Kama hivyo nabii. Just as a prophet. Uanze kutumikisha funguo lako. Start using your key again. Ambapo Bwana amekupatia. The Lord has given you. Kwa sababu mlango iko ndani ya mahali. The key, the door is there. Hakuna mtu wa kufungua hiyo mlango. Ni wewe ndio uko na funguo. Kuna watu wako na shida. Kuna watu wako na matatizo. Kuna watu wako na magonjwa. Inabidi wewe ndio kuje kufungua. Hallelujah. Amen. To open. Naona mkono wa Bwana. Amen. Wakati ambapo umepewa funguo autumikishe funguo Bwana amekupa. Given a key and you're not using that key, autumikishe funguo ambapo Bwana amekupatia. You're not using the key that the Lord has given you to you. Lakini funguo ambapo Bwana amekupatia. That key the Lord has given you. Neema na kibali. The grace. Na kuja kupermettre sasa. Now he is allowing it. Kama Bwana ambapo alilituma ndani ya mahali. Kama Bwana alilituma ndani ya kanisa. Ananiambia nikwambie. Uanze kutumikisha funguo hiyo. You use the key I've given you. Amen. Amen. Demi-vents. Operate with that key. Amen. Demi-vents. Year 2020. Ni mwaka wa baraka. Is the year of the blessing. Ni mwaka wa utukufu. Is the year of glory. Ni mwaka wa ufungulivu. Is the year whereby people are going to be open up. Amen. Inabidi kuanza kufungua. It's necessary to start opening. Inabidi uanze kuyafungua. You open, you start open. Kwa sababu Bwana amekwisha kupatia neema. The Lord has given you the grace. Kuna watu ambao wanapewa neema wanakuwaka wanakwepa neema. People that have been given that grace but you see them escaping the grace. Kuna watu Mungu anapatiaka vitu wanakuwaka wanakwepa. People God has given up something and then you see them dodging, going away. Malgré nilikuwa nakatalia yule mtu lakini alikuwa alishasantia ndani mwake. Himself was denying that I'm not what you are saying, but the guy had felt already that he is the son. Alikuwa alishaelewa. He knew. Anajua malgré huyu mtu anakataa. He knew that even if the guy is lakini najua kuna jambo liko ndani mwake. He knew that there's something in him. Kama hivyo Pierre alikataa Yesu. Just as Peter refused Jesus. Lakini watu walimuona. But people who knew. Watu wenye walimjua. People who knew Peter. Walisema matendo yako yenyewe na kumaanisha. The way you are talking, even your acts. Ndio maana wakati nikamwambia huyo bwana, nikamwambia manake mimi nafanana mtumishi wa Mungu. And he told that man, it's true, I resemble to a servant of God. Ndio pia ndio wakati walimuona kutembea tu kwa yenyewe. When they saw him the way he was just walking. Wakasema pia that was the disciple of Jesus. Wewe uko mtumishi wa Mungu. You Peter, you are the servant. You are the disciple of Jesus Christ. Juu hatujaona mtu anatembea kama wewe. We have not seen anybody walking like you. Hatujaona mtu anajimanifeste kama wewe. We have not seen somebody who is manifesting himself just like the servant of Jesus. Wewe uko mtumishi wa Mungu. One of his disciples. Amen. Haifai kukataa kitu Bwana alitia ndani. Not deny, should not refuse the thing that God has put in you. Juu matendo yako yenyewe na kumaanisha. Your act, the way you talk,
the way you behave will show, will reveal to the people that you are serving. Hata uko ndani ya njiani. Even you are on the street. Hata uko ndani ya mali gani. Even you are where. Hata uko ndani ya class. Even you are in the classroom, people. Hata uko ndani ya kazi. Even you are working, people will know. Watu tu wanakujaka wanakuangalia. They look at you, they say, wanasema huyu haiko. This one different. This is not. This Amen. This is different. Hallelujah. People realize, they will say that this one is another guy. Wewe wenyewe wanakukataa. They will refuse. You, the people, they refuse. Malikake ulipenda kuingia. Even if you wanted to enter, unasikia wanakukataa. You'll hear that they refuse. They say, no, don't come in. Huyu you are not going to come in. They say, you not belong here. You are not. Malikake pia alifikia muda kukataa Yesu Kristo. Even if Peter arrived to that moment of denying Jesus Christ. Lakini nyuma walisema pia wewe unamjua Yesu. But after all, they told him, you know Jesus. Wewe unamfanana huyo Yesu. You are just like Jesus. Kwa sababu kusema kwako yenyewe. When you talk. Wakati ambapo utakuwa unasema kwenye watu. When you start talking to people. Maneno ambapo yatatoka kinywani mwako. That will come out of your mouth. Ndio itenda kuconvert yule mtu. That's the word that will bring what that will touch the people. Amen. Kama hivyo mchungaji alisema mbele. Just as the pastor Mo said it before. Sisi tuko waambasaderi ndani ya Bwana. Ambassador of Christ. Tuko waambasaderi ndani ya dunia. We are ambassador of. Jua nini tuko waambasaderi ndani ya dunia hii? Are we the ambassador? Kwa sababu matendo yetu wenyewe haifanane na wengine. Our acts, the way we behave is different from the people of the world. Amen. Matendo yetu wenyewe haifanane na wengine. Our behavior is different from the people of the world. Wakati ambapo tunaketi, when we stand, matendo yangu ambapo nitajimanifeste kwa wengine. My deeds will be seen to other people. They will see my deeds. That's right. Leo kuna mahali utaweza kuketi. There's a place where you can be today. Utafanya kosa watasema haiko huyu mtu ndiye alifanya kosa. When you do mistake they say no, it's not you who did it. Utaweza kuambia mtu mbaya anasema haiko huyu mtu ndiye aliniambia mbaya. Something wrong they say no, it's not him who did Jua nini? it. Why? Matendo yako haiko kwa hiyo kitu. Your deeds are not in those kind of deeds. Amen. Matendo yako haifanane kwa hiyo jambo. Don't belong to that kind of deeds. Amen. You don't belong there. Amen. Inabidi kuonesha difference. It's good for you. It's necessary to show the difference. Inabidi kuonesha difference. You have to show the difference. Hata ndani ya mali pote inabidi difference iko. Wherever you go, you need to show the difference. Amen. Hapa ndani ya Marekani kuna watu wako na hangaika. Here in the USA, a lot of people are in trouble. People are going left, right. People are in trouble here. Kuna watu wanakosa jinsi ya kuingia ndani ya injili. Even kuna watu wanakosa jinsi ya kuingia ndani ya injili. A lot of people don't have even the opportunity. They don't know how they can accept the gospel. Lakini wewe ndio ulikuwa na ile funguo. But you have the key ya kufungua ili huyo mtu aingie. Open for them to accept to hear the gospel. Amen. Lakini haupendi kutumikisha funguo. But you're not using it for them to open for them to listen to the gospel. Lakini haupendi kutumikisha funguo hiyo. You don't want to use the key that was given to you. Bwana ambapo amekupatia funguo. The Lord who has given that key aliruhusu ukuje ndani ya mahali. He then allowed you to be in this place. Napenda kisi kitabu ya Mathayo inasema ndani ya mstari wa 9. The book of Matthew. Inasema enyi nyinyi wote mliolemewa na mzigo mzito. Chapter 10, 28, 29. Come to me, all of you that have been heavy. Mkuje mbele zangu mimi Bwana nitaenda kuyapumzisha. Come to me and then I'll give you rest. Kuna mtu ambapo iko na mzigo mzito. Somebody who has a heavy burden. Kuna mtu ambapo iko na shida. Somebody who has a problem, has it in the trouble. Kuna mtu iko ndani ya dhambi. Somebody who's living in sin. Na ni wewe ndio Bwana ametuma ndani ya mahali hapa. The Lord has sent you. Ni wewe ndio Bwana alituma kuja kumpumzisha. You that Lord has given you the opportunity to make that guy to rest in his trouble. Amen. With his heavy burden. Ni wewe ndio Bwana amepatia funguo. You the Lord has given the key. Na funguo ambapo Bwana amekupatia inabidi 2020 hiyo funguo ianze kutumika. That the Lord has given you, it's necessary that for you to use it in this year 2020. Utakutana ule mtu uko anasumbuka kwa sababu haujakuja kumfungulia mlango. That person suffering because you have not come to him to open for him. Inabidi wewe sasa ukuje ufungue. It's you to preach through opening by preaching. Inabidi wewe sasa ukuje ufanye kazi. It's necessary for you to come to do some work. Na ingine unaachia Bwana. And then other thing you leave to the Lord. It's you to preach and then leave the Lord to work. Amen. Kazi ni kwako. The work is not for you. Inabidi ufanye na unaambia Bwana ingine na kuachia. It's you to work
And then tell him, Lord, I've played my part. It's now you to do your part. Amen. Tell the Lord, I've left into your hands to play. You have to tell God, be seen through those people. Let's go and read in our Bible. Psalm 116. 12. Verse 12. Psalm 116. And then verse 12. Amen. 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 Psalm 116, verse 12. It reads, what shall I render into the Lord for all his benefits towards Amen. Towards me? Amen. Thank you, I'm Jesus. I'm reading again. What shall I render into the Lord for all his benefits towards me? Amen. 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 Twende ndani ya Warumi. Romans chapitre 11 verset 36. Chapter 11 verse 36. Romans chapter 11 verse 36. It reads, for of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. 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 Nienda kwa kurudisha huko ndani ya Zaburi. I want to take you back again in Psalms. Nakwambia nitafanyia Bwana nini? What am I going to do to the Lord? Kwa yote ambapo alifanya nami. For what everything he has done for me. Nitashukuru Bwana je? What can I thank the Lord? Kwa yote ambapo alifanya ndani ya maisha yangu. Everything that he has done in my life. Nitafanyia Bwana nini? What can I do for the Lord? Kwa funguo ambapo amenipatia. For the key that he has given me. Kwa funguo na kibali amenipatia. The key and even the chance, even the grace. Kwenda fungua mwaka huyo. The key of this year. Nitamrudishia nini sasa nami? What can I render him back? What can I give back to him, the Lord? Ilikuwa question kwa. It was a big question. Nitenda kurudishia Bwana nini? What can I render to the My Lord? Angalia depo wakati Bwana amekuleta ndani ya Marekani. Just think, since the Lord brought you in the USA. Angalia yote ambapo Bwana amekupatia ndani ya mahali Everything the Lord hapa. has given in the USA here. Kwa yote ambapo Bwana amefanya nawe. For everything the Lord has done for you. Nini ambapo nitenda kumrudishia? What can you give him back? My Lord. What can you give him back? Mie Bwana ambapo alinileta ndani ya mahali. For him, the Lord who brought him. Nitenda kumrudishia utukufu na heshima. He is going to give him back glory and honor. Nitenda kutangaza injili. He is going to preach the gospel. Haimaanishe maisha ambayo nayapitia. It does not mean the life is. Haimaanishe miaka ambapo It nayapitia. does not mean the year. Haimaanishe yote ambapo nipo nayaona. It does not mean everything that he's seeing. Lakini inabidi tena nikuje kumrudishia. It's important for him to render back to him. Nimwambie Bwana umenipatia pumzi. Tell him, the Lord, you have given the breath. Leo nakuja kutangaza injili. I've come to preach the gospel. Leo nakuja kubariki mtu mmoja. I've come to bless somebody. Amen. Wakati nakuja kubariki mtu When mmoja, I've come to bless somebody, haiko mimi ndio nabariki. it's not him to bless. Lakini Mungu ambapo alinituma ndio anakuja kubariki. That sent him is the one who has come now to bless somebody. Kwa sababu mimi nakuja kama kinywa chake. Because he has come like the mouth of God. Ndio alisema nikuje kubariki. Because he told him to come to bless. Mimi nilikuja kama kinywa chake. I came at his mouth. Anasema nikuje kubariki. He told him to bless. Mimi nilikuja kama nabii. He came as a prophet. Nikuje kutabiria To prophesy ndani ya maisha yako. upon your life. Nikuje kusema He came to kwa say ajili ya huduma yako. because of your Nikuje ministry. kusema He came to kwa say ajili ya ministeri because yako. of your ministry. Nikuje kusema He came to kwa say ajili ya familia yako. about your family. Nikuje kusema He came to prophesy, to say something. nikuje kusema He came to prophesy kwa ajili ya masomo yako. about your study. Nikuje kusema He came to say kwa ajili ya kazi lako. about your job. Nikuje kusema He came to say kwa ajili ya yote ambayo unayapitia. everything that you're passing through. Amen. Prophesy.
Amen. Nikuje kusema kwa ajili ya familia yako. Nikuje kusema kwa ajili ya kazi lako ambalo unafanya. Amen. Kwa ajili ya huduma ambao unayatumika. About the ministry. Amen. You're working in. Bwana akukuleta hapa kwa bure. God did not bring you here in vain. Amen. Kwa sababu Bwana ambapo amekupatia mahali. Because the Lord who has given you in this place. Bwana ambapo amekupatia nafasi. The Lord who has given you the land in this place here. Manake anakupermit sasa ufanye huduma. He has allowed you to do ministry. Amen. Anakupermit sasa ufanye kazi ya Bwana. He has allowed you to do his work. Amen. Anakupermit sasa uanze tangaza injili. He has allowed you to preach. Amen. Without fear, to preach the gospel. Hallelujah. Kwa sababu Bwana akukuleta kwa bure. He did not make this place, he did not bring you here for nothing. Yes. In vain. No. Ndio hapa napenda gisi hapa Warumi nasema. That's why I like here. He likes here in the Romans. Anasema kwa kuwa vitu vyote vyatoka. Romans chapter 11. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake Bwana. Everything comes from the Lord. Amen. Vitu vyote vinatoka kwa Bwana. Everything comes from him. Wakati vinatoka kwake maana amekwisha kupatia. Everything comes from him. That means he has given you already. Amen. Vilishakuwa kwa uwezo wako wewe. He has come now under your control. Vilishakuwa kwa uwezo wako. He has given you. Kwa mafuta aliweka juu yako. Kwa mamlaka alitia juu ya kichwa lako. Vitu vyote vinakuwa juu yako. Vitu vyote vinakuwa juu ya kichwa lako. Everything now upon you. Amen. Vitu vyote vinakuwa juu ya kichwa lako. Everything now placed upon you. Inabidi sasa wewe mwenyewe uanze kuvitumikia. You now to use it. Ndio maana ameniambia funguo ya 2020. That's why he's telling him that the key of 2020. Ikuje kufungua maisha. Let that key open. Ikuje kufungua maisha ya watu. Let that key open the life of the people. Amen. Tena vinarejea kwake Bwana. And then after all, it's gone back to him. Tena vinaenda kumrudilia yeye. It's gonna go back the glory to him. Ndio maana Dimashi wakati tulikuwa hapa tulisema kwa ajili ya kurejea, kurudishwa. Reason why last Sunday we are here, we are talking about returning. Tena hapo Warumi inarudi tena ile jambo. So here on the Roman, the same stuff is coming back again. Amen. Inasema tena inarejea. And then to render is going back to him again. Vinarejea kwa nani? Kwa Bwana. Where? To him again. Kwa sababu Bwana amekupatia uwezo. Because God has given you. Bwana amekupatia mamlaka. Bwana ameweka mafuta juu yako. Na ile yote wakati utatangaza injili. When you go and preach. Wakati utashuhudia fasi pote utatembea. Sharing the gospel. Yote itakuja kuyarudilia tena. Everything the glory is going to go back to him. Amen. Na Bwana akukuleta hapo kwa bure. And then the Lord did not bring you in vain here for nothing. Maana Bwana alikuwa na plani na God had a plan for you. Amen. Tena anasema hivi ndani ya neno tu. And then he's saying, wakati ambapo vitarejea, when the glory will come back to him, anasema utukufu wake, his glory, utukufu wake, his glory, heshima yake, his respect, neema yake, his grace, kibali yake, that opportunity itenda kukurudilia tena gonna kwako. go back to him. Maana wakati unarudisha, when you bring back again, tena itenda kumrudilia yeye. then it will go back to him again. When Amen. it comes to you and then going back to him again. Amen. Alikupatia kwanza. Gave to you first. After kukupatia anakwambia uende ushuhudie. Then he tells you to go and Uende utangaze injili. go and proclaim. Wakati ambapo utatangaza When you injili, go and proclaim, amen, anasema and inakurudilia then tena. the glory comes back again to him. Hallelujah. Amen. That's Amen. good. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Alisha kunipatia kwanza, Because he has given me first. natumika na hiyo kitu amenipatia. Using what he has given me. After kuitumikisha, After using it, juu Mungu wetu ni Mungu anapendaka our utukufu. God is a God of honor. Mungu wetu ni Mungu anapendaka Our heshima. God lacks respect. Mungu wetu ni Mungu anapendaka masifa. Our God lacks glory. Juu wakati ambapo namupatia sifa, And when you glorify him, kwa sababu neno la Bwana lasema what the hivi, word of God says, sifa na heshima ni kwake. the glory and the respect is to him. Amen. Wakati ambapo namupatia sifa, When you give him honor, mchungaji unanipa? yes, Pastor, are we together? Yes. Yeah, when you give him honor, Wakati unamupatia heshima, when you give him honor, yeah, the Lord. maanake ile yote tena itakuja kwake. And then all that honor goes back to him. Yes.
Pale kwa mwisho akasema amen. 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 Akasema ndio. And then he said amen. Yes. Amen. Amen. Wakati ambapo nakuja kutumika, When you come and then start working, wakati ambapo nakutana mgonjwa na muombea anapokea you uponyaji. meet a sick person and then you lay your hand, pray for him, and then he received his healing. Amen. Kwa sababu Bwana hatatoka mbinguni kwenye iko. But God cannot leave heaven, come and then start healing people down here. Akuje kugusa mtu hapa. He's going to come to touch somebody through you. Amen. Amen. God cannot come and then start touching people here. No, he will not come by himself. Lakini wewe ndio alimepatia neema. It's you has given you that chance, that grace. Amekuambia mama huko ndani ya mahali. Mama, you are in this place. Pokea hiyo neema. Get that grace. Pokea hiyo kibali. Get that grace. Pokea hiyo mamlaka. Get that power. Wakati ambapo utakanyaga. When you go somewhere. Wakati ambapo utakwenda. When you go. Utaenda kutangaza. You proclaim. Utaenda kugusa. You touch. Na uponyaji wangu utaonekana. The healing will be. Na ushindi wangu utaonekana. Na mamlaka wangu utaonekana. After utukufu tena itakuja kumrudilia yule Bwana. Go back to him again. Amen. Amen. We go back to him in heaven. Amen. Because it's him working. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu ni neema na mamlaka tuliopewa. It is about the grace and the power that has been given to us. We are using. We have to use them. Amen. Ninapenda kisi mchungaji alisema hapa Dimanche. I like the way the pastor said it on last Sunday. Inawezekana tulikuwa kusinga moja naye. And then it's like we are in the same spirit, also the same. Juu wakati nilikuwa ndani ya preparation. Because when I was preparing, pale kwa alikusia nilikuwa na prepare kwa ile jambo. Whatever pastor was touching there, was also right there. Pale kwenye alikuwa kwa mfano kwa kuambia mama akuwe kama Musa wewe akuwe Bwana. And then the same way as the way it was say what? Akuwe kama Moise. Yeah, he wants to say that you be like Moses, and then he's going to be like Aaron. Kisha anze kumwambia ache watu wangu anaongea na Mungu. Leave my people. Yeah. Anaenda ambia Moise Bwana anatuma Musa. God sent Moses to go to Pharaoh. Aende mwambia acha watu wangu. Telling him that leave my people. Ndio maana wakati hapo. And then wakati ambapo waliacha wana wa Israeli. The children of Israel was left. Walitoka Misri kuelekea Kanaani. Left Egypt to go to Canaan. Walirejea. They were returning back. Jinsi neno la Bwana linasema walirejea. The word of God said to return back. Juu hawakuwa kusudi kuikaa ndani ya mahali hapo. They were not supposed to stay in Egypt. Lakini walikuwa pale kusudi siku moja warejee. They were there because the purpose, something made them to be there. Ndio maana kama uko ndani ya mahali hapo. If you are here, kama hapo sio nafasi pako. This is not your place. Maana kuna nafasi pako ambapo utarejea. There's some place you have to go because the children of Israel, they were there so such that one day they should return back. Amen. Wakati ambapo unapitia shida. When you are passing through situation. Haikuwa shida ambapo ilikuwa yako. That problem was not yours. Wakati ambapo ulikosa pesa. When you don't have money, you lack money. Kukosa pesa haikuwa yako. Lacking money was not your issue. Maanake itabidi urejee mahali pako ambapo utatoa pesa. You need to go back to your place, your place to get the cash. Maanake inabidi urejee tena. Good for you to return to go. Inabidi wana wa Israeli warejee tena. It was necessary for the children of Israel to go back. Inabidi wana wa Israeli watoke na warejee. Children of Israel to go back, to return. Wakati ambapo watakurejea. When they will go back, ile sifa na heshima, the glory and honor, na utukufu, and the glory, itenda kumrudilia Bwana. Go again to the Lord. Hallelujah. Glory. Wakati watu watakuja ndani ya kanisa. When people will come here. Wakati utaenda kutangaza injili. When you will go outside to preach the gospel. Na watu watasikia. People will listen. Na wanakuja ndani ya mahali. Come to this place. Amen. Ile utukufu itarudilia Bwana. The glory goes back to the Lord. Amen. Ndio maana wakati wote nakwambia kurejea. So reason why all the time I'm saying here to return. Ndio maana wakati utatoka unaenda mahali. When you will go out. Manake utarejea tena ndani ya kanisa. You come back again. You go and then you come back. Wakati unaenda kutangaza injili. You go to proclaim. Na unarejea tena ndani ya kanisa. Wale watu ambapo litangazia injili. People to whom you preach the gospel. Nao wanarejea tena na wanakuja nao ndani ya mahali hapo. Because they were lost and then they come back. They are returning to their right place here. Amen. Na watu wote ambao walikimbia mahali. Everybody
who ran away from na watu wote ambapo waliacha mali hapa, everybody, all those people that left even this place, inabidi tu kuwaombea Mungu. we have to pray for them. Inabidi tu kuwaongelesha tena. We need to pray for them. Inabidi kutangaza tena injili juu yao. Preach to them again. Wakati utatangaza injili, when we speak to them, watakuja watarejea tena. Return again. They're going to Amen. return, so they have to come back. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Kwa sababu Bwana alinituma mahali ya kunituma kwako. Because God who set him in this place did not set him in vain. Inabidi twende tuombee wale watu. It's necessary for us to pray for the people Inabidi twende who tudeklare. they were here, but they are not coming. Inabidi Let's twende pray for them. tudeklare juu ya kanisa hili. Let's go do some declaration upon this church. Tuambie Bwana, Let us tell the Lord, oh God, mbele mwaka hiyo uishi. before even the end of this year, Mbele mwaka hiyo ufike katikati. even before this year reaches the month of June, Inabidi turejee watu ndani ya it's mahali. necessary for us to pray for the people that were there so that they can come back. Amen. Or for those ones we have prayed the gospel to come here. Inabidi watu warejee ndani ya Let nafasi. them come here. Let people come. Amen. Let people come. Amen. Inabidi tudeklare. We are going to declare. Hii ni declaration prophétique ambayo tunataka kufanya That will sasa. be a prophetic declaration. Hii ni Amen. declaration prophétique ambayo tunataka kufanya We're ndani ya going to do mahali. some prophetic declaration. Right? Kwa sababu Amen. naaminiaka Mungu wangu ambapo naombaka usiku na mchana. We believe the Lord in prayer day and night. Najua Mungu wangu ambapo naombaka usiku na mchana. Knows that God very well. Na Mungu wangu ambapo alinituma ndani ya That mahali. Lord who sent him here. Amen. Mungu wa mchungaji wa nafasi. The God of our Pastor Mo. Amen. Mungu wa mchungaji Sabwa Dola. The God of Pastor Salvador. Amen. Mungu wa mama Dorothy. Even the same God of Pastor Dorothy. Mungu wa Narcisse Père de Saon. The God of the pastor he's talking about. The same God Atenda kuyafanya. is going to do something here. Amen. 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 Inabidi tuende tuombe Mungu. Karibu Let's tusimame. pray. Stand tuombe. up. Let's do some declaration. Let's talk something. Yes. Yes. Let's do some declaration upon the church. Amen. Amen. How to pray. Amen. Inabidi tuende shukuru Mungu. Let's go and thank the Lord. Na nilipenda mchungaji ndio aongoze hiyo nafasi. I would like Pastor Mo to come over here. Yes. Ndio apate kuongoza hiyo nafasi. And then that prayer of that declaration, Pastor Mo will be leading that prayer. We're going to declare. Kwa mafuta na kibali ambako juu yako God of the mchungaji. anointing that's upon Pastor Mo. Kitu ambapo Bwana ameweka juu yako. Everything, the thing that the Lord has put upon you, that grace, Inabidi uende udeclare. that power, that Mbele mwezi uishi. you are going to do declaration before even the end of this Mbele mwaka hiyo uishi. year. Yes. Tunapenda tuone mkono wa You Bwana want to ndani see ya the hand kanisa. of God touching the people here in church. Amen. Tunapenda tuone mabadiliko ya Bwana ndani ya I want to see maisha. some change for this year because this is the year 2020. Amen. Hatuko watu wa kuomba na tuone mabadiliko. We are going to pray, we're going to pray, and let's see some change. Lakini Amen. tunapenda tuombe na mabadiliko We yaonekane. want to pray and then we want to see change. Amen. Hakuna wakati nilishakaomba kubakia hivyo hivyo. I've never ever prayed about something and then it remains the same. Lakini wakati wote naombaka neema ya Bwana Whenever inaonekana. I pray, I see the grace of God. Na ninajua hiyo mafuta iko juu ya mchungaji. Then I know that the anointing, the same anointing is upon Pastor Mo. Amen. Najua Bwana ambapo alikutuma mahali akukutuma He kwa knows Mungu. very well the Lord who called you for this purpose, for this issue, for this job, did not call you for nothing. Bwana Amen. akukutuma juu kesho ubakie huko najiuliza siku gani ambapo watu He did watakuwa ndani ya not mahali. call you that, and then after you start asking yourself, when people will be coming to church, when people will start talking, murmuring. No. Lakini ya lazima Bwana afanye. But God is going to do something. Lakini ya lazima Bwana afungue. God is going to open. Lakini ya lazima Bwana alete watu. But it's necessary that the Lord to bring the people even to church. Inabidi udeklare. Hallelujah. Then it's necessary for us to declare to Na the declaration inabidi tuone mabadiliko ya we Bwana. can see that change. We need to declare. We need to say something. Inabidi tuone mkono wa Bwana. It's necessary for us to see the hand of God. Karibu mchungaji. Amen. Welcome, Pastor. Yes. Amen. Amen. In the name of Jesus, Father, through your servants Yes. who have spoken to us, Yes, Lord. please honor our declaration. Yes, my Lord. And let your Holy Spirit lead us in this declaration. If you agree, say amen. Amen. Amen.
I stand here to declare Yes. that before the end of this year, Yes. that this church will be a church of deliverance ministry. If you agree, say amen. Amen. That this church will be a church of healing ministry. If you agree, say amen. Amen. That this church will be a church of miracle ministry. If you agree, say amen. Amen. That this church will be a church that we heard about here in Houston, in Texas, in America, and all over the globe, that only Jesus can set you free. Amen. In the name of Jesus. Amen. We declare that this community will come and see the wonder of God being performed in this ministry. If you In the agree, name say of amen. Jesus. Amen. Amen. That this church will be bigger enough to the extent that there will not be enough room for the people, that we will be put in a position upon which, by the grace of God, we will buy this building from Timothy and pay Amen. cash for it. If you agree, say amen. Amen. And that the whole of this church, this building will be converted into only Jesus can set you free worship center church. If you agree, say amen. Amen. That this church will invite pastors Yes. around the globe Yes. for revival. Thank you, Lord If you Jesus. agree, say amen. Amen. That God will call me into full-time ministry. If you agree, say amen. Amen. That the hand of God will be on Emmanuel, and he will turn into another man for the glory of God the Father, Son, and the Holy Spirit. If you agree, say amen. Amen. That my wife will be a co-laborer in this church. If you agree, say amen. Amen. That God will send pastors Yes. who we will be able to shepherd and send them out as missionaries around the globe. If you agree, say amen. Jesus. Amen. Amen. That this church will be on television. If you agree, say amen. Amen. That this church will be in the radio. If you agree, say amen. Amen. That this church will be, the whole street will be packed with thousands and thousands of people trying to get it. If you agree, say amen. Amen. We decree that this church will be a church of prophetic ministry. Amen. If you agree, say amen. Amen. That this church will be a church of evangelism around the globe. If you agree, say amen. Amen. That this church will be a church that of Philadelphia. If you agree, say amen. Amen. We decree that this church will touch the world Amen. with the gospel of Jesus. Amen. In Africa, Amen. in Europe, Amen. in Asia, Amen. in Middle East, Amen. in America, Amen. and all the islands of the sea. Amen. That this church will be so big, it will be bigger than Lakewood Church. Hallelujah. If you agree, say amen. Amen. That this church will be a church that will preach Christ and Him crucified. Amen. If you agree, say amen. Amen. That this church will be a church that will save the Lord Jesus Christ in righteousness and in holiness. Amen. And we decree that this church would meet for revival Hallelujah. that will touch the world. Amen. If you agree, say amen. Amen. We decree that this church will be like Azusa, Amen. flowing out with the power and the move of God that the world has ever seen. Amen. We decree that the spirit of Elijah, the Tishbite, will come upon me, and my spiritual eyes will be open, and my spiritual ears will be open, and the anointing of God will be upon my life like never before. Amen. If you agree, say amen. Amen. We decree this church will build several churches Hallelujah. around the globe, Amen. in Africa, in Europe, Thank you, in Lord. Asia, Yes, Lord. in Middle East, in America, and many islands of the sea. Thank you, Lord We Jesus. decree by the grace of God that there will be, this church will have over 1,000
1,000 choir members. Amen. And that this church will have a musician. Yes. Anointed musician. Oh, yes. That will play the drums. Oh, yes. That will play guitars. Yes. That will play pianos. Amen. That will play organs. Amen. And will play harps. Amen. And tambourines. Oh, yes. Thank And you, my Lord. flutes. We decree Thank you, my that Father. this church will emerge as a church that shines for the world. Even the White House will know about this church. Hallelujah. Even kings will know about this church. And this church will rise to touch men and women, even in Saudi Arabia, men and women in Middle East, and all over the world. Amen. That there be billions, not millions, billions of people that will hear the gospel of Jesus flowing out from this church. Hallelujah. About Christ and Him crucified. Thank you, my Lord. And deliverance ministry will flow from this church to the glory of God the Father, Son, and the Holy Spirit. And that this church will be an evangelical church. Amen. And that many pastors around the world will come and join us. And that many pastors will come from Africa, will be invited from Africa to come for revival. Thank you, Lord. Into the glory of God the Father, His Son, Jesus, and God the Holy Ghost. And that they will give us the key to the city of Houston. Amen. As we bring souls to the kingdom of God. Hallelujah. If you agree, say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Nashukuru mchungaji. Thank you, Pastor. Acha Mungu akubariki. May God bless you. Najua anafika mwisho. This is the end. Acha nishukuru tena Mungu wangu. Let him thank the Lord again. Bwana, nasema asante Father, we say thank kwa you neema na kibali for the ambapo grace nimekabidhi and nacho the mahali. opportunity to be here. Nasema tena asante We say thank you kwa yote ambapo utafanya ndani ya for mahali everything that will be doing in this place. kupitia maombi yote ambayo mchungaji anayaomba. Prayer that was led by Pastor Mo. Bwana, najua hakuna wakati ushakunipatisha haya. We know that he knows very well you have not made him ashamed when you have given an opportunity to do this things like that. Wakati wote unanitumaka mahali, Whenever you unanitumaka na sent him, kitu. you sent him for purpose. Na wakati nafikisha neno lako, Because when I bring the word, wewe mwenyewe unajua. and then you know very well. Na yote tunakuachia Masia. Everything we leave in your hand. Shimama tena uonekane. Stand and then be seen. Maombi yote ambayo yanapitikana ndani ya Prayer mahali, that has been done in this place. endelea kuyafanya. Make it to pass. Endelea kuyatimiza. Make it to be passed Mbele mwaka hiyo ende uishi. before the end of this year. Mbele mwaka Amen. uisho mwezi wa 6. Before even the end of this year. even Tunapenda in the middle tuone of June, mikono wako. we want to start seeing your hand. Tunapenda tuone wewe Mungu Start mzima ambapo seeing tunaombaka you, usiku God, na we mchana. pray day and night. Shimama tena uonekane Stand, be Masia. seen. Acha uwezo na mamlaka Let yako endelee power kuzingira and ajizidishi authority to be seen. katika jina la In Yesu. the name of Jesus we pray. Amen. 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 And may God bless you. Amen.